Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu jioni njema amekuwa pamoja nasi kutoka Jumatatu. Mungu amekuwa akinena pamoja nasi kwa hii Mother's Week. Na hakika wale ambao wameweza kuingia, naamini tumebarikiwa sana kupitia kwa watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wakinena pamoja nasi. Theme yetu ya Mother's Week imetoka kitabu cha Mika, Mika chapter 6 verse 8. You want to some? Mika chapter 6 verse 8 inasema, He has showed you, O man, what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Blessed be the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo huo mstari unatuonyesha ya kwamba tumeonyeshwa yale ambayo yanatakikana katika maisha yetu kama Wakristo. Tumeonyeshwa ya kwamba tukaweze kutenda yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, tukaweze kutenda haki, tukaweze kuwa na rehema na wengine, na tukaweze kutembea katika hali ya unyenyekevu pamoja na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na vile tunajua ya kwamba wana wa Israeli kuna wakati ambao waliweza kusahau yale yote ambao waliweza kufundishwa na Mwenyezi Mungu, na wakajiingiza katika mambo ambayo hayakuwa yanampendeza Mungu. Walijiingiza katika kutenda yale wenyewe walipenda, na Mungu hakufurahia. Na kwa sababu Mungu alikuwa anawapenda sana, hakutaka kuona wakipotea, hakutaka kuona wanaangamia, bali alinyosha mkono wake kwao kupitia kwa manabii, wakaweza kuwarekebisha, wakaweza kuwatabiria yale ambayo wanafanya sio sawa na hayajampendeza Mwenyezi Mungu, ili wakaweze kutubu, wakaweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapo katika huo mstari tunaona mambo matatu, lakini katika sehemu zingine za kitabu cha Mika kuna mambo ambayo hawa wana wa Israeli ama taifa la Israeli walikuwa wakifanya ambayo hayakumpendeza Mungu. Kwa hivyo tunapoangalia kwa mfano katika kitabu hicho tu cha Mika mstari chapter 2 and verse 1, maybe mtaandika, utasoma kwa nafasi yako mwenyewe kwa sababu ya muda. Mika chapter 2 mstari wa kwanza unatuonyesha baadhi ya mabaya ambayo walikuwa wakiyafanya. For example, they were plotting iniquity and evil in their beds. Katika vitanda vyao wakati wameenda kulala, walikuwa wanawaza mabaya, walikuwa wanapanga mabaya, mawazo yao yalikuwa yamejaa mabaya, na yale ambayo mawazo yao yaliwaza, hayo ndio walikuwa wakitekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuliona ya kwamba sisi ndio wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio wana wa Israeli. Sasa katika maisha yetu, wakati umeenda kupumzika baada ya shughuli zako za kila siku, umefanya kazi, umefanya biashara, umefanya mambo mengi huko nje, sasa umerejea katika chumba chako na umeenda katika mahali pako pa kupumzika ili ukaweze kungojea ya kesho Mungu akitujalia. Kuna wengi ambao badala ya kujiweka mbele ya Mwenyezi Mungu, badala ya kuomba Mungu na kushukuru Mungu kwa siku na kutarajia siku nyingine mpya ambayo Mungu akiwawezesha waanze tena shughuli zao za hiyo siku, wanawaza mabaya katika hivyo vitanda, wanafikiria mabaya, wanapanga hata jinsi wanaweza kutekeleza maovu. Kuna wale ambao wanapanga jinsi hata wanaweza kuangamiza wengine. Kuna wale kwa sababu ya chuki ambayo wamebeba ndani yao, hawawezi kuwaza mazuri, hawawezi kutenda mazuri, na yale mawazo ya mwanadamu anawaza, hayo ndiyo anayoyatekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo badala ya kulala kwa upole, kwa utulivu na kungojea siku nyingine, mawazo yao
yanawaza mabaya. Unafikiria mabaya kuhusu mwingine. Katika hata kanisa unafikiria vibaya kuhusu mwenzako. Unafikiria vibaya kuhusu kiongozi fulani. Unafikiria vibaya kuhusu watumishi wa Mungu, kwa sababu yale ambayo unawaza baadaye utakuja kuyatekeleza. Bwana asifiwe. Tuliona vile hata kupitia kwa uongozi. Kupitia kwa uongozi kuna viongozi ambao wako tayari hata kuangamiza mwingine, kwa sababu kupitia kwa ile uchaguzi ameweza kushindwa na mwingine. Kuna wengi ambao wameweza kulala ama kuuawa na wenzao kwa sababu tu ameshinda katika uchaguzi. Hii ni kwa sababu ya kwamba mawazo yake yalijaa mabaya. Mawazo yake yalifikiria mauaji. Mawazo yake yalifikiria kumwangamiza mwenzake. Na anapofikiria hivyo, anawaza jinsi hata ataweza kumnasa. Hata kama ni kupitia kwa chakula, aweze kumwekea sumu, aweze kumwangamiza. Hata kama ni kupitia kwa watu wabaya, ako tayari hata kutumia pesa akalipe watu wabaya ili wakaweze kumwangamiza kiongozi fulani. Bwana asifiwe. Na haya yote Mika alikuwa akizungumza kuhusu haya mambo, kwa sababu haya ndio maisha ambayo taifa la Israeli waliweza kujiingiza ndani. Maisha ambayo ni ya kutenda tu maovu, maisha ambayo walijitenga na Mungu, wakaanza kufuata fikira zao, wakaanza kufuata matendo yao wenyewe. Hawakukuwa wanatenda jinsi Mungu alivyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunaona ya kwamba kupitia kwa mawazo mabaya, kupitia kwa fikira mbaya, waliweza kutekeleza maovu, waliweza kutenda mabaya. Na haya mabaya yote yalikuwa chukizo kwake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama wanadamu, wacha Mungu akaweze kutusaidia ili wakati tunaenda chini kupumzika, baada ya kuomba, ukaweze kulala usingizi wako, uamke siku nyingine ukaanza shughuli zako. Wacha kulala ukifikiria mtu fulani. Wacha kulala ukifikiria bosi wako, vile amekuudhi, vile amekukasirisha. Wewe umuombe na uachie Mungu. Bwana asifiwe. Usimwazie mabaya. I wish angekufa, I wish angepata ajali, I wish angefanya jambo fulani, kwa sababu anatutesa, kwa sababu anatuumiza, kwa sababu anatukandamiza. Unamwazia mabaya, unamfikiria mabaya, unamtakia mabaya, unamuombea mabaya. Hayo mabaya yote hayana faida mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Hayana utukufu mbele yake Mwenyezi Mungu. Kama wanadamu, hata wale ambao wametukosea, ikiwa wametukosea, iwe ni kazini, iwe ni mahali unaishi, iwe ni hata mahali kumeolewa, iwe ni mahali tunashiriki, wewe waombee Mungu na uwasamehe, kwa sababu neno linatuambia kwamba tusamehe wale wanatukosea. Wakati tunasema sala la Bwana, tunaambia Mungu ya kwamba tusamehe dhambi zetu, vile nasi pia tunasamehe wale wanatukosea. Sasa tunataka Mungu atusamehe, na sisi tunabeba watu wengine. Kwa sababu wametuudhi, tunawabeba katika vifua vyetu, tunatembea na wao. Ukimuona unasikia ni kama dunia ingepasuka, uingie kule ndani ili msikutane na yeye, kwa sababu umembeba ndani yako. Ukimuona unasikia uchungu ndani yako. Ukimuona unasikia sijui nifanye nini. Unajaa na hasira, unajaa na machungu ndani yako. Haya machungu yote yanapojaa ndani yako, hivyo ndivyo kitabu kinatuambia ya kwamba tuko tupu. Tunatembea kana kwamba tumejaa, lakini tuko tupu, kwa sababu ya yale ambayo umeyajaza ndani ya moyo wako, yale ambayo yanakuumiza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kando na haya ambayo yametajwa katika chapter 6 verse 8, tuko na mengine. Ukisoma kitabu chote ndipo utapata yale mambo ambayo taifa la Israeli pamoja na Yuda walikuwa wakifanya na hayakumpendeza Mwenyezi Mungu. Katika huo hiyo Mika 2 verse 6, Mika 2 chapter 2 verse 6, kuna false prophecy. Bwana asifiwe. Kuna false prophecy. Now under false prophecy ni nini ilikuwa inafanyika? Yale yalikuwa yanafanyika ni ya kwamba hawakuwa wanataka waambiwe ukweli wa neno la Mungu. Walikuwa wanataka tu wapambapambe, waambiwe tu mazuri, waambie tu yale mazuri. Hawakutaka waambiwe makosa yao. Ukiwaambia makosa yao, wanaona wewe ni mtu mbaya. Ukiwaambia Mungu anataka hivi, inaonekana wewe ni mtu mbaya. Kwa hivyo walikuwa wanataka wadanganywe tu ya kwamba mambo yako sawa. Wewe kuja tu ingie kanisani, uko sawa, hakuna shida. Mungu anajua, Mungu anakujua, Mungu anakuelewa. Kwa hivyo
chukizo kwake Mwenyezi Mungu, na hawakutaka viongozi wawaambie kitu. Hawakutaka wawarekebishe, hawakutaka wawahubirie ukweli, kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba wakikatazwa dhambi, sasa wewe umekuwa mtu mbaya. Ukimkataza haya unafanya sio mazuri, wewe umekuwa mtu mbaya. Hata katika kanisa la sasa hayo yanafanyika. Watu hawataki waambiwe ukweli. Ikiwa watumishi wa Mungu watasimama na watuambie ya kwamba haya mambo mnafanya ni dhambi, hiki kitu nafanya ni dhambi, hebu ukaweze kutubu, utafute msamaha ili ukaweze kutembea pamoja na Mungu. Ukiambiwa hivyo unakasirika, unajiamulia, kanisa sitaenda, nitakaa nyumbani, leo mchungaji alihubiri tu mimi, leo alikuwa anasema tu mambo yangu. Mungu akituma mtumishi wa Mungu akaweze kutuambia mambo yetu. Kwa nini tukasirike? Ndio sababu tunaposikia, tunapoambiwa ya kwamba hapa umefanya makosa, hapa mueneni sawa sawa na neno la Mungu, hapa mmewacha njia ya Mwenyezi Mungu, badala ya kutubu na kuomba msamaha na kurudi katika njia ya Bwana, hatutaki kuambiwa. Tunataka tu tuambiwe mazuri 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 mazuri. Ndipo hata injili ya toba haiko tena kanisani. Ni injili tu, mtabarikiwa, 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 mkifanya hivi mtaendelea vizuri, mkifanya hivi mtabarikiwa. Hiyo ndio tunataka tuambiwe. Hatutaki tukatazwe ya kwamba kufanya haya mambo ni dhambi, kufanya hii ni makosa. Hebu kaweze kutubu, ambia mtu Mungu akusamehe. Bwana asifiwe. Wakati ulikuwa wadogo, baada ya mahubiri yalikuwa yanakukatakata vipande, mpaka unalala chini, unagaagaa pale chini ukimlilia Mwenyezi Mungu. Hata ujali nguo yako ni white na hata hutaki kujua ni white, unagaagaa pale ukimlilia Mungu, machozi inatoka. Siku hizi tumekauka. Katika kanisa tumekauka. Wakati wa maombi tumekauka. Hatuwezi hata kumlilia Mwenyezi Mungu. Hatuwezi hata kutoa machozi. Tumekaa tu, tumesimama tu, tumekauka. Tunasema maneno mawili matatu, tumenyamaza, tumeshamaliza. Na yale mambo tunafanya sio ya kwamba tunafanya mazuri. Kila wakati kama wanadamu tunamkosea Mwenyezi Mungu kwa kujua na kutokujua. Kwa hivyo nataka ndiposa wakati wa maombi inafaa tuende mtake mbele ya Mwenyezi Mungu, tukaweze kutubu, tukaweze kulia, tukaweze kuomboleza kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya maisha ya watoto wetu, kwa ajili ya maisha ya jamii zetu, kwa sababu hata wao kule wametembea, kule wameenda, kile wamefanya huwezi ukajua. Kwa hivyo kama sisi wa Kristo lazima tuulilie Mungu, tusimame kwa nafasi ya watoto wetu, tusimame kwa nafasi ya jamii zetu, tukaweze kutubu, tukaweze kulia, tukaweze kuomba Mungu atusamehe, Mungu aturekebishe, Mungu aturudishe katika njia ya ukweli. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu atusaidie, kwa sababu kanisa limekauka, kanisa limebaki kavu, kwa sababu hakuna maombi. Na mtu anaomba dakika moja amenyamaza, mwingine anaangalia tu, saa ya maombi anaangalia tu. Ukiingia pale umechelewa, ndio utaona kweli yale yanafanyika. Ni wakati wa maombi, lakini kuna watu wamesimama tu wameangalia wengine. Hasa unashindwa. Yaani hana cha kuomba, hana cha kumwambia Mwenyezi Mungu. Hata kama uko na kila kitu, umetosheka, uko na kila kitu ambacho unahitaji, ombea mwingine. Ombea dadako, ombea ndugu yako, ombea rafiki yako, ombea viongozi, kwa sababu wewe mwenyewe umetosheka. Hauna kitu cha kumwambia Mungu, hata kumrudishia shukrani kwa yale amekufanyia, hauna hiyo nafasi. Ombea wengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili taifa lilikuwa linataka tu false prophecy. Hawakuwa wanataka waambiwe ukweli. Walikuwa wanataka waambiwe mambo ya kuwafurahisha. Inafika hata wakati ambapo tunataka hata kucontrol watumishi wa Mungu yale ambayo watatuambia, kwa sababu hatutaki watu rekebishe. Kwa hivyo wakisema mabaya hivi kwa sababu tutakasirika, wanafanya sasa vile tupendeze, wanataka kutupendeza sisi, na hiyo tunaangamia. Hakuna mahali tunaenda. Bwana asifiwe. Ndiposa Mungu alikuwa amesikia uchungu. Mungu alisikia uchungu kwa sababu watu wake wateule hawako wanataka waambiwe ukweli, hawako wanataka wakatazwe dhambi, hawako wanataka waambiwe makosa yao, wanataka waambiwe tu mambo mazuri, mambo mazuri, mambo mazuri, mambo mazuri. Sasa Roho wa Bwana hawezi hata tembea, watu hawezi ongea katika lugha, kwa sababu hakuna maombi ndani yetu. Hatutaki tuambiwe, hatutaki tutubu,
tunataka tuendelee tu hivyo, tukuje Jumapili tukae, tuimbe, tucheze, turuke, tusikilize neno, tutoe sadaka, tuende nyumbani. Hivyo ndio tunataka. Inakuwa tu mtindo sasa, imekuwa tu ni mtindo sasa. Lakini kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu, sasa hiyo ni kuambia watu sasa mnyamaze tu. Wale wanataka waende mbele za Mwenyezi Mungu. Wewe kama hutaki kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, nyamaze tu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie, tukumbuke mahali tuliangukia. Tukumbuke mahali mvua ilianza kutunyeshea. Tukawacha njia yake Mwenyezi Mungu. Tukawacha maombi, tukawacha kuambiwa ukweli, tukaweze kurudi katika njia. Mika anatuambia tukaweze kuwacha haya yote. Mungu alituma Mika kwa sababu alipenda taifa la Israeli. Mungu anatupenda. Wakati anatumia watumishi wake kutuambia makosa yetu, kuturekebisha makosa yetu, ni kwa sababu Mungu anatupenda. Hataki tuangamie, hataki tupotee, anataka tutembee pamoja naye. Anataka tuishi pamoja naye. Anataka tufurahie kuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Acha Mungu aweze kutusaidia. Mungu atusaidie katika maisha yetu. Kwa sababu bila hiyo hakuna ufalme ambao tutaurithi. Tunakuwa tunamaliza tu wakati wetu bure. Tunakuja kanisani, tunatoa sadaka, tunafanya mambo yote, lakini tuko tupu. Hatuna kitu ndani yetu. Na tukiwa tupu, hakuna mahali tunaenda. Hatuna mahali tunaenda, wapendwa. Kwa hivyo Mungu atusaidie tukaweze kujiangalia. Kila mmoja aweze tu kujitazama yeye mwenyewe. Ajue Mungu wangu ni mahali gani mimi nimekosea. Ni mahali gani mimi nimeangukia. Ni mahali gani nimewacha njia yako. Mungu, naomba unirudie. Naomba unisamehe. Naomba uniinue. Naomba unishike mkono. Nataka kutembea pamoja na wewe. Nataka kuishi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Zamani mtu angeingia pale kwa mlango, hata hawezi kwenda kukaa, ataenda kwa kona mahali, apige magoti yake chini, atubu mambo yote, ndio sasa akikuja kukaa ameshaomba msamaha. Kwa sababu mahali tunatembea tunapitia katika mambo mabaya. Macho yetu yanatazama mabaya, masikio yetu yanatazama mabaya. Wakati mwingine hata midomo yetu inaweza kutamka mabaya, na tunajibeba tu tuko sawa. Tunaona tu tuko wakamilifu. Tunatembea tunaona tuko wakamilifu. Kwa hivyo tunapoingia katika nyumba ya Mungu, tunaenda tunakaa tu hivyo na tunaendelea tuna ibada kana kwamba sisi tuko sawa kabisa, lakini mbele zake Mwenyezi Mungu tuko tupu. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tukaweze kurekebika, tukaweze kutubu, turudi msalabani. Mungu atusamehe, aturudishe katika zizi lake. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo katika Mika 3 mstari wa 11 inazungumzia mambo ya bribery. Inazungumzia mambo ya ufisadi. Unajua wakati tunafikiria kitu cha ufisadi, hatuconnect kanisa na ufisadi. Tunaona ya kwamba ufisadi ni wale wako kwa serikali, ni wale wako kwa maofisi. Hao ndio wanabeba pesa wanapeleka ndio apate promotion. Yeye ndiye anabeba pesa anapeleka mahali fulani ndio afanyiwe kile anataka. Kwa hivyo tunapofikiria ufisadi, tunaona ya kwamba sisi hatuko kule kwa sababu sisi hatuna pesa za kwenda kuhongana, za kufanya mambo gani ndio tupate favors. Lakini hata katika nyumba ya Mungu kuna ufisadi. Ikiwa Mika alizungumzia ufisadi na alikuwa ametumwa na Mungu na alikuwa anaongea kwa taifa teule, inamaanisha walikuwa wanajihusisha katika ufisadi. Kwa hivyo hata sisi katika kizazi chetu ambacho tunaishi wakati huu tuko na mambo ya ufisadi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna hali ya kanisa kwa kanisa, kuna hali ambapo ya kwamba kuna watu ambao Mungu ameweza kubariki. Kuna watu ambao Mungu ameinua kabisa. Watu ambao wako sawa. Hata ukimwangalia unaona huyu amebarikiwa. Huyu ako na pesa. Lakini watu kama hawa wanapoingia kwa kanisa, Mungu anataka waingie kwa kanisa ili wakaweze kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuwa na pesa hakuamaanisha kwamba sasa wewe uko above sheria ya Mungu. Hakuamaanisha kwamba sasa wewe ufanye vile unataka. Lazima unyenyekee. Bwana asifiwe. Hata kama uko na mamilioni, wewe ni milionea, lazima unyenyekee mbele zake Mwenyezi Mungu. Lazima usikie sauti ya Mwenyezi Mungu. Lazima utende jinsi Mungu anavyotaka. Kwa hivyo wale ambao wanaweza kuwa wako na pesa nyingi sana, wanafanyaje ufisadi katika kanisa? Wanataka kucontrol utumishi wa Mungu.
kwa sababu ya zile pesa zao. Wanataka ziwe na influence ili hata anapofanya mabaya mtumishi wa Mungu hataki kumguza, atanyamaza tu, kwa sababu anaogopa ya kwamba nikisema hili jambo kwa huyu dada, kwa huyu kijana, atatoroka kwa kanisa, na mimi nataka aingie kanisa ili pesa alete wapi? Alete pesa kwa kanisa. Hiyo ndio ufisadi katika nyumba ya Mungu, ya kwamba hawataki kuguzwa. Yani ni kama tunataka kuabudu. Na unajua tunapo sasa waogopa hivyo, tunapoona ya kwamba huyu ako na pesa, hata tusimwambie kile anafanya ni kibaya, ni kama pia tunamwabudu in one way or the other. Ni kama tunaabudu sasa huyu mtu na pesa zake. Sasa unapata ya kwamba wanataka kucorrupt the leaders of the church, ili ya kwamba hata wakitenda maovu, hata wakitenda dhambi, wasiguzwe, mtu asiwataje. Wanaogopwa, wanaonekana ya kwamba tukimtaja ataenda nje, tukimtaja atapotea kwa kanisa. Wacha apotee kwa kanisa na kanisa liende mbinguni. Wacha akikataa kurekebika, kusikia sauti ya Bwana kwa sababu yeye ako na pesa, wacha tuone kama pesa zake zitampeleka mbinguni. Bwana asifiwe. Tunaporekebisha makosa yetu, whether I have or I don't have, that word applies even to me. Amen. Hata niwe niko na mamilioni, kama neno limelenga dhambi ambazo tunatenda, hata mimi ambaye niko na mamilioni, hilo neno limeniguza pia mimi. Sio ya kwamba mimi ni exceptional, hapana. Sio ya kwamba mimi niko above the others, hapana. Kwa sababu Mungu amenibariki, ameniinua. Kama Mungu amenibariki, ameniinua, amenileta nifanye kazi ya Mungu katika hili kanisa. Sio ya kwamba nikaweza kutenda mabaya na hata watumishi wa Mungu wanaogopa kuniapproach kwa sababu wanaona nitatoroka. Wamefanya, tumefanya hata hatuwezi kuambiwa ukweli kwa sababu tunaona tu nikiambiwa watatoroka, wacha tu Mungu mwenyewe atamsaidia, wacha tu Mungu mwenyewe atamkuza. Hiyo ndio lugha tunatumia. Badala ya kuhubiri dhambi, wacha tuite dhambi dhambi. Wacha tusibembeleze dhambi. Hatuwezi kubembelezana na dhambi. Wacha dhambi ziitwe dhambi. Yule ambaye atakubali ya kwamba amepotea, amefanya mabaya, wacha atubu na Mungu amsamehe na arudi katika njia. Hakuna wakati wa kubembeleza mtu. Hakuna wakati wa kubembeleza na kuogopa. Nikimwambia tukisema haya youth watatoka kwa kanisa, mpaka tunaogopa. Wamama watatoroka kwa kanisa, tukiambia wavae vizuri watatoroka kwa kanisa. Kwa hivyo wacha tu wavae vile wanavaa tu, wenyewe watajifundisha kwetu. Inafanya mpaka hata tunaogopa. Hatuwezi hata kusema ya kwamba haya mambo tunafanya ni mabaya. Hii mavazi ni mabaya. Hii mitindo ni mibaya. I'm not against mitindo, lakini kuna mavazi ambayo sio ya heshima. Siko against mavazi ya binadamu, lakini kuna yale ambayo ndani ya nyumba ya Mungu hayana heshima. Sasa kwa sababu ninaogopa, ama mchungaji ataniambia mama Disi, tukisema hivyo watu watatoroka kwa kanisa, wacha tuwaombe, wacha tuzungumze na wao. Hivyo ndio sasa tunafanya watu call bribery, kwa sababu sasa hakuna freedom ya kurekebisha makosa ambayo tunaona wapi? Kwa kanisa. Hiyo ndio sasa tunaita nini? Ndio tunaita bribery. Tunapoona mabaya tunyamaze. Nikiona mabaya kama mama district ni nyamaze. Mchungaji akiona mabaya anyamaze. Asiongee, kwa sababu akiongea kanisa litabaki bila mtu. Wacha waende, Mungu mwenyewe ataleta watu wake. Wacha waende, Mungu ataleta wale ambao watasikia sauti yake. Wale ambao wako tayari kurekebishwa. Wale ambao wako tayari kutembea pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. It's a time that now we have to know what God expects of us. Yes. Tukaweze kutenda mema. Tukaweze kusikia sauti ya Bwana. Tukaweze kusikia watumishi wa Mungu wanatuambia nini. Ni makosa gani ambayo nimefanya? Injili inapohubiriwa hapa, wewe chukua ile ambayo ni yako, ile ambayo inakuguza. Wakati wa maombi ende chini kwa magoti yako, mwambie Mungu nisamehe. Hapa nimekosa, Mungu nisamehe. Hapa nimefanya mabaya, Mungu nirudie. Wacha kutoka hapo, sitaingia hiyo kanisa tena. Hawa mama viongozi wanazungumzia tu mavazi. Kama ni mabaya tutazungumza. Kama ni mazuri tutazungumza. Tutasikiliza neno lingine na tutaongea mambo mengine. Bwana asifiwe. Tunapokosa kurekebisha makosa, hiyo ni bribery. Hiyo tunaingiza roho ya woga. Tunaogopa kusema mabaya. Tunaogopa kurekebisha makosa.
katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo nyumba ya Mungu inakaa tu. Watu wanaingia na mabaya, wanatoka na mabaya. Wanaingia na mabaya, wanatoka na mabaya. Hakuna wakati atarekebishwa, hakuna wakati atarudi kwake Mwenyezi Mungu, amwambie Mungu unisamehe. Hapa mimi nimeenda kinyume cha neno lako. Hili neno limenigusa. Hili neno limekuwa juu yangu. Wacha linisaidie. Tusitoke hapa na hasira ya kwamba leo mtumishi alikuwa tu juu yangu. Alinena tu mambo yangu. Ni kama mtu amemwambia. Ni nani anampatia neno la kuhubiri? Hakuna mtu anapatia mchungaji neno la kuhubiri. Wakati anajua yeye atahubiri, anaomba Mungu, nipe chakula ambacho nitalisha watumishi wako. Sasa lile neno Mungu amempatia ndio anatuhubiria hapa. Hakuna yeye anaenda kumwambia pastor nataka kuhubiri juu ya mama director, kwa sababu nimeona hakai kwa nyumba yake vizuri, ninaona anagombana na mume wake, leo nataka uhubiri mambo yake, hubiri tu kwa jumla, hubiri tu kwa jumla, lakini atakuwa pale na atakuwa amefanya nini? Ameguzwa. Hatuambii wachungaji kile cha kuhubiri, hatuambii watumishi wa Mungu. Mungu ndiye anawatuma, anawaambia kile watahubiri. Kwa hivyo wapendwa, wacha tukaweze kutenda yale Mungu anataka. Tusitawale wachungaji, tusiwalimit. Wacha tuwapatie nafasi wakuwe feel and free, wahubiri ile Mungu anataka wahubiri, bila woga, bila wasiwasi ya kwamba nikisema haya wataogopa, watatoroka. Mpaka tunawa control, mpaka tunafika mpaka kiwango ya kwamba tunataka hata kuambia ya kuhubiri. Hiyo ni bribery. You are not supposed to tell them what to teach, to preach. You are not supposed to tell them, usiwahi weka huyu mama atuhubirie hapa, kwa sababu akituhubiria yeye anahubiri tu mambo yetu, Pastor usimwahi mweka. Yaani tunataka sasa kufanya nini? Kucontrol. Nataka kucontrol mtumishi wa Mungu. Hiyo ndio bribery. Let us leave the servants of God free. Let us give them the opportunity to teach us, to correct us, watukosoe, waturarue, watuonyeshe mabaya, kwa sababu tunataka kwenda mbinguni. We are not here just to waste time. Kama tunakuja hapa ku waste time, then we could just as well sit at home. Hii ni usiku, tungekuwa tumekaa kwa nyumba zetu pole tumetulia. Lakini kwa nini tunakuja hapa? Kwa sababu tunataka kujua, what does the Lord want of me? Mungu anataka nini na maisha yangu? Mungu anataka niishi maisha gani? Haya maisha ambayo Mungu anataka niishi, nitayajuaje? Wacha nisikilize neno la Bwana. Hili ndio litanionyesha jinsi Mungu anataka niishi, jinsi Mungu anataka nitembee, jinsi Mungu anataka nifanye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili taifa walikuwa wanafanya haya mambo yote, na hata sisi ambao ni present generation tunayafanya. Tunataka kuwa na false prophecy, tuambiwe tu mambo mazuri. Injili ya kufanikiwa, injili ya kubarikiwa. Lakini hatutaki kuambiwa tu dhambi ndio ubarikiwe, kwa sababu Mungu anataka kubariki yule ambaye anaenenda sawa sawa na neno lake. Ndio kwa sababu leo ninatuambia, mtakaposikia sauti ya Bwana, Mungu atawabariki na kutubu na kuacha njia mbaya. Hizi baraka zitakuja kwenu. Kwa hiyo hizo baraka zinakuja tunaposikia sauti ya Bwana. Na sauti ya Bwana inakuja kwa njia tofauti. Inakuja kwa njia ya kutukosoa, inakuja kwa njia ya kuturekebisha, inakuja kwa njia ya kutukemea. Lazima tukubali. Hiyo ndio sauti ya Bwana. Hiyo ndio tukubali. Tunapokubali na kutii na kuacha dhambi zetu na kuacha njia zetu mbaya, basi hizo baraka Mungu atatupatia. Atatubariki mashambani, atatubariki mjini, atatubariki hata kwa uzao wa tumbo letu. Watoto wetu watasoma, wataenda ng'ambo, watapaa juu kwa ndege, wataendesha magari makubwa, watatujali. Hata wewe mzazi wangu pia, kuja ukae hapa na mimi kidogo, alafu rudi nyumbani. Hizo ndio baraka ambazo wazazi wanataka. Sio baraka ambazo umezipata kwa njia ambayo haifai. Zile ambazo Mwenyezi Mungu amekufungulia ndio umezipata. Na Mungu anapotubariki hata kwa uzao wa tumbo letu, wacha tufurahie na mwingine hata akibarikiwa. Mtoto wake akibarikiwa, akiinuliwa, wacha tufurahie pamoja. Tusiwe wale ambao unasikia mwingine amebarikiwa unasikia uchungu. Naona si angekuwa wangu, mbona wangu hafai hivi? Hivi ndio tunajinyimanga baraka. Unaponung'unika, unapojiuliza mbona wangu, lakini ni kusema tu, Mungu naomba bariki watoto wangu, linda jamii yangu, bariki nyumba yangu. Tunaomba Mungu kila wakati akaweze kuwainua,
akaweze kuwafanikisha. Bwana asifiwe. Acha Mungu atusaidie wapendwa. Mambo mengi ambayo yanafanyika katika kanisa, hata nje ya kanisa, katika mahali tunatembea, mahali tunaishi, ni kwa sababu watu wamewacha njia ya Mungu. Watu wanataka waenende katika njia zao wenyewe. Anataka aitwe Mkristo lakini sio Mkristo. Ndani yake hana kitu, lakini kwa nje anataka aitwe Mkristo. Anataka aitwe Mkristo, anatembea katika njia ya Wakristo, anaishi maisha ambayo ni ya Kikristo, lakini ndani yake hana chochote. Mungu atusaidie tusiwe wale ambao tuko tupu ndani yetu. Mungu atusaidie tusiwe wale ambao watu wakitutazama wanasema afadhali hata mimi. Anajilinganisha na wewe, analinganisha wewe kwake, yeye ambaye hatamjui Mungu. Anasema hata afadhali mimi, kama huyu ndio ataenda mbinguni, afadhali hata mimi, kwa sababu anakuangalia, anaona uko tupu. Hauna kitu naweza kumfundisha, hakuna kitu naweza kumsaidia nayo. Ukiona anaishi maisha mabaya, ni kama tunamtia moyo. Kama huyu mume anakusumbua, si uende, si unafanya kazi, si uko na pesa, kwa nini akutesa? Na wakati anakuambia hivyo, na yeye ako kwa nyumba yake, mbona yeye hajatoka? Yeye anataka kusema yeye hana shida yoyote. Hakuna mwanamke atasema including mimi, ya kwamba mimi maisha yangu ni nywe. Kila mmoja wetu ana changamoto zake. Ni vile tu hazifanani, lakini tunavumilia. Kwa nini tunavumilia? Kwa sababu tunamtafuta Mungu kila wakati. Mungu ukaweze kunisaidia, nikaweze kukaa katika hii ndoa. Sitaki maisha yako tanga kutoka kwa ndoa hadi nyingine, kuruka kwa ndoa hadi nyingine. Nisaidie nivumilie. Bwana asifiwe. Hakuna nyumba ambayo iko na raha throughout. Only that the challenges are not the same. They are different. Hata kwa wale ambao mnaona wanakuja kanisani, wako na challenges zao ambazo ni tofauti. Lakini wacha Mungu atusaidie. Ili tukaweze pia kusaidia wengine wakae katika nyumba zao. Nilisufundisha wakati mwingine, kizazi cha sasa ni kigumu. Wasichana hawataki kuolewa, hawataki kukaa katika nyumba. Anasema wacha nikae peke yangu, ninaweza kujilisha, ninaweza kujivalisha, naweza kujifanyia chochote, niko na pesa. Pesa sio everything we want. We want God. We want to be filled with the love of God, with the spirit of the gift of the Holy Spirit. We want to be filled na mazuri, ili tunapotembea huko nje hata yanaonekana. Amen. Tunapoishi mahali tunaishi, watu wakikuona wanahakika huyu mama ni mama wa Mungu, kwa sababu hata wanasikia ukiomba. Hawaoni ukigombana na mtu yeyote, hawaoni ukijibishana na mtu yeyote, bali wanawatakia mazuri. Unajaribu kuwasaidia, unajaribu kuwarekebisha. Kuwa kama Dorcas ambaye wajane walikuwa wanampenda, walikuwa wanakuja kwake kwa sababu ya mazuri ambayo alikuwa anatenda. Wewe pia tenda mazuri mahali unaishi, na ngojea Mungu mwenyewe afanye nini? Akulipe. Tusitarajie kulipwa katika dunia la binadamu. Wacha Mungu mwenyewe atulipe. Ukienda kutembelea mgonjwa ama ukienda kutembelea watu, juzi nimeambiwa kuna hata viongozi ambao wanaenda kutembelea mgonjwa, sio wa hapa. Mama director, naomba Mungu asiweke ndani yako hiyo roho. Unaenda unaambia huyo mwenye mtoto, lete bahasha yangu, lete ya pasta, lete ya shemasi, lete yangu. God forbid. That is bribery. That is bribery. Wow. Unaitisha bahasha 3. Honestly, sisemi kupewa ni vibaya, lakini wacha kupatia kwa hiari. Sio muitishe mpaka unaigiza woga ndani yake. Utafanya hata siku nyingine hata leta mtoto kwa hii kanisa. Sina pesa ya pasta, shemasi, na mama director sina, kwa hiyo wacha tu nikae na mtoto wangu. Alafu tunafanya watu wanatoka kanisani kwa sababu tunawaitisha. It's like we are forcing them. Wacha watoe kwa hiari. Hata tunapotangaza hapa kwa walls na nini, I thank God tunatoa kwa hiari. Hakuna mtu amewahi lazimishwa. Tunatoa kwa hiari. Kwa hivyo kama unatoa ukilalamika, ujue uko tupu. Kwa sababu mama director hajakwambia lazima utoe hii 100. Hajakwambia. Tunasema tutafadhali tusimame na hili jambo kwa kutoa. Alafu watu wanarusha nitatoa. Hiyo ni kwa hiari. Hiyo sio bribe, ni kwa hiari. Ametuambia tufanye hivi, tukakubali. Kila mtu anasema nitatoa. Na hata wale hawajatoa, huwa tunawapiga. Huwa tunawaambia usikuje kanisani.
Watu wanaambia toka kwa grupu yetu kwa sababu wewe hautoi. Kwa sababu hatujui kwa nini hajatoa. Pengine huenda hana. Pengine moyo wake ni mgumu, tumwombee tu Mungu amguze. Kwa hivyo wacha tukafanye yale ambayo Mungu anataka tufanye. Wacha tuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ili tunapotembea tutembee kama Wakristo ambao wako kamili mbele zake Mwenyezi Mungu. Tukaweze kuportray the picture of Christ in us. Bwana asifiwe. Hivyo mwache Mungu atubariki, Mungu azidi kutuinua, Mungu azidi kusimama pamoja nasi. Mungu azidi kuturekebisha makosa, kwa sababu kila wakati tuko makosa. There is nobody who is perfect. Kila wakati tunaingia katika mabaya, turudi kwa msalaba. Tusikae tu, ukae tu shingo ngumu. Bana, rudi kwa msalaba. Ambia Mungu nisamehe. Hapa nilikasirika. Nilisikia nimekasirika, nikaongea vibaya, nikajibu huyu dada vibaya, nikamzungumzia vibaya. Nisamehe. Mungu nisamehe. Bwana asifiwe. Nilikosa pesa, nikalalamika. Hawa viongozi wametuchokesha. Kila saa kwa wao ni kuchanga, kila saa kwa wao ni kuchanga. Mungu akusamehe. Kwa sababu tunafanya kazi ya Bwana. Hakuna mtu anaitisha pale pesa ya kuweka kwa mfuko wake. Kama kuna pesa tunaitishwa, kuna kazi hiyo pesa inafaa kufanya. Na hiyo ni kazi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hatufai kulalamika. Tufanye kwa upendo. Ukikosa, omba Mungu akupatie kesho, ukaweze kusimama na kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie katika maisha yetu, ili tusipoteze maisha yetu katika kanisa, mwishowe tuende jehanamu. Mungu atuambie siwajui. Nilikuwa natoa sadaka, nilikuwa mwimbaji Isili, nilikuwa praise and worship, nilikuwa mama district, nilikuwa mama director. Mungu atakwambia sikujui, kwa sababu huku kunafanya mapenzi ya Mungu. Ndio ulikuwa kiongozi, ndio ulikuwa mama wilaya, ulikuwa praise and worship, ulikuwa mkubwa fulani, lakini hukufanya mapenzi yake Mungu. Alipopatia watu uwaongoze katika njia ya Mungu. Wacha tuongoze watu ambao Mungu ametupatia kwenda mbinguni. Juzi nilisema ya kwamba viongozi, we have a big role to play. Wacha tuongoze watu wa Mungu kwa njia ya Mungu. Wacha tuongoze katika neno la Mungu. Tusiwe sisi ambao tutapotosha watu, kwa sababu Mungu atatulaumu zaidi ya watu wote. Bwana asifiwe. Kama wewe ni kiongozi yeyote mahali popote, ongoza watu kwenda mbinguni. Usiwaongoze katika njia ya kupoteza. Usiwapeleke jehanamu. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie katika hii safari ya wokovu, katika hii safari ya imani ambayo iko na milima na mabonde. Mungu atusaidie. Mungu atushike mkono. Mungu atembee pamoja nasi. Mungu asituache. Because akituacha tumeisha. Akituacha tumeangamia. Taifa la Juda liliharibika kwa sababu ya viongozi. That's why I'm saying leaders, we have a big role. Judah was destroyed because of the religious leaders. Kanisa lisiharibike kwa sababu ya wewe kiongozi. Kanisa lisipotee kwa sababu ya wewe kiongozi. Fanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Nyenyekea kama kiongozi. Usijipige kifua, mimi nimesema, mimi mama district nimesema, lazima mtafanya. Usijipige kifua kwa sababu wewe ni kiongozi, wewe ndiye kusema. Nyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu. Humble yourself. As a leader, humble yourself. As a servant of God, humble yourself. And God will lift you up. Sure. Tusimame wote. Tusimame wote. Mataifa yote yatakusanyika